Nikukumbusha kwamba hapo YouTube utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Kama ni mara yako ya kwanza umetembelea channel hii, ni kuombe uweze kusubscribe na kuturn on notification ili wewe wa kwanza kupata habari zote za michezo tunazokuwekea hapa katika channel yetu. Na swali la pale YouTube linauliza kwamba Neo Maema ni kiungo bora Simba? Piga kura yako hapo, alafu mwisho wa kipindi tutaangalia wengi wanaamini katika nini. Tugeukie sasa katika mjadala wa siku ya leo. Azam FC, je, huu ndio mwaka wa kuvunja utamaduni wa Simba na Yanga? Kwa miaka mingi soka la Tanzania limetawaliwa zaidi na klabu mbili ambazo ni Simba na Yanga, lakini Azam FC imekuwa ikijijenga taratibu kuwa timu inaweza kuvunja utawala huo. Swali kubwa mbele ya msimu mpya ni kwamba je, Azam ina nguvu za kweli kuchukua ubingwa au bado Simba na Yanga ziko hatua ya mbele? Kama unaweza kunijibu hili swali, basi ni vizuri ukaandika maoni yako hapo na sisi wengine tukapata kujifunza. Tukiangazia nguvu za Azam FC, hawa wana uwekezaji mkubwa na hii ndio silaha yao kubwa. Azam FC ni miongoni mwa klabu zenye uwekezaji mkubwa Tanzania. Uwekezaji huo unaonekana katika miundombinu bora, usajili wa wachezaji wenye viwango, mfumo wa malezi ya vipaji na mazingira bora ya mazoezi. Tofauti na timu nyingi, Azam haijengi kikosi kwa msimu mmoja tu, imekuwa ikiweka msingi wa muda mrefu. Na hoja ya mashabiki wa Azam ni kwamba kama timu imewekeza kwa miaka mingi, lazima siku moja itavuna ubingwa. Kitu kingine ambacho Azam inajivunia ni mfumo wa kitaalam. Moja ya vitu vinavyoitofautisha Azam na klabu nyingine ni namna inavyojaribu kuendesha klabu kwa mfumo wa kisasa. Mambo yanayoonekana ni uchaguzi wa wachezaji kwa mahitaji ya mfumo, kuangalia takwimu za wachezaji, kuweka mipango ya muda mrefu na kutoa nafasi kwa makocha wenye falsafa zao. Na hii inaweza kuwa faida kubwa kwa sababu ubingwa haupatikani kwa majina pekee bali kwa mfumo unaofanya kazi. Ubora wa kikosi, hichi ni kitu kingine ambacho ni nguvu ya Azam. Ubora wa kikosi, Azam imekuwa na uwezo wa kuvutia wachezaji wenye ubora na nguvu zao mara nyingi zimekuwa safu ya ushambuliaji. Wana uwezo wa kutengeneza nafasi nyingi na wana wachezaji wenye ubunifu mbele. Kiungo, hichi ni nguvu nyingine ambayo imekuwa katika kiungo, wachezaji wenye uwezo wa kumiliki mpira na uwezo wa kubadilisha kasi ya mchezo. Katika kipengele cha ulinzi pia Azam wako vizuri, wanahitaji kuwa imara zaidi ili kushindana kwa msimu mzima. Changamoto za klabu ya Azam ni kushinda mechi kubwa dhidi ya Simba na Yanga, lakini wakiweza kufanikisha hilo basi watakuwa wanaonesha mwanga mzuri. Hili ndilo jaribu lao kubwa. Kushinda timu ndogo pekee hakutoshi kuchukua ubingwa. Azam inahitaji kuwafunga Simba na Yanga, inahitaji kupata sare ugenini na inahitaji kutopoteza pointi kwenye mechi rahisi. Historia inaonesha timu nyingi zimekuwa nzuri lakini zimepoteza ubingwa kwa kupoteza mechi ndogo. Uthabiti wa msimu mzima. Ubingwa unahitaji mwanzo mzuri wa msimu, unahitaji kikosi kisichochoka, unahitaji wachezaji mbadala wenye ubora na ubingwa unahitaji kupambana katika kipindi cha pressure. Swali kubwa linakuja, Azam inaweza kubaki kwenye kiwango cha juu kwa miezi 10 ya ligi? Inaweza. Yani let's say katika msimu wa mwaka 2026-2027 Azam ikaibuka mshindi, ina uwezo wa kuendelea kubaki kileleni kwa muda ambao unaendelea. Pressure ya ubingwa, hii ni changamoto nyingine ya Azam. Wana pressure ya ubingwa kwa sababu Simba na Yanga zimezoea pressure kubwa. Wanajua kushinda mechi za mwisho, wanajua kucheza mbele ya mashabiki wengi, wanajua kushughulikia pressure ya vyombo vya habari. Azam inahitaji kujenga tabia hiyo ya mabingwa. Okay, kwa hiyo tukiangalia Azam inaweza kuchukua ubingwa, ni swali la kujiuliza. Azam inaweza kuchukua ubingwa? Hebu mniambie jamani. Azam inaweza kuchukua ubingwa? Michael anasema, dadangu, kwa usajili wa Yanga labda Azam wavunje utamaduni wa Simba kwa mwaka huu. Yanga namba 1, 2 Azam kutokana na sajili zilizofanyika kwa timu. Okay, asante sana Michael. Rashid anasema, kwa hiyo Feitoto ataenda wapi? Yanga.
Evans anasema ni Omaema sio. Mambo vipi, Faisal anakuja Simba? Hapana. Tetesi zinasema Faisal anarudi Yanga. Anarudi Yanga alikolelewa. Azam inaweza kuchukua ubingwa? Jibu ni ndio. Ina nafasi ikiwa itapata mwanzo mzuri wa ligi, ikiwa na safu nzuri, safu kali ya kufunga mabao, ikishinda mechi dhidi ya Simba na Yanga, na itakwepa majeraha ya wachezaji muhimu. Kuna wale wachezaji ambao unakuta ndio kwamba akikosekana huyo, yani mechi kabisa mnaiona ngumu. Kwa hiyo akizingatia haya, Azam ina uwezo wa kuchukua ubingwa. Kwa nini bado Simba na Yanga zinaonekana ziko mbele, zinaonekana bado ni timu kubwa? Ni kwa sababu zina uzoefu mkubwa wa kushinda ligi, zina mashabiki wengi na pressure ya ushindani, na vile vile zina historia ya kucheza mechi kubwa, lakini pengo hilo limekuwa likipungua. Kwa hiyo kwa kuhitimisha hapa katika mjadala wa siku ya leo, Azam FC si tena timu ya kuangalia kama mshiriki tu. Kwa uwekezaji, ubora wa kikosi na mipango yao, wana uwezo wa kuwa mshindani wa kweli wa ubingwa. Lakini changamoto yao kubwa si uwezo wa kucheza soka, ni tabia bingwa, kushinda wakati pressure iko juu. Swali linakuja kwako shabiki. Kama Azam itawafunga Simba na Yanga mara 2 msimu huu, je, itakuwa ni ishara kwamba utawala utakuwa umeanza kubadilika, au bado Simba na Yanga zitahitaji kuwa juu kwa uzoefu? Ni swali ambalo ninakuacha nalo hapo. Sadiki anasema Faisal tayari kaenda Yanga au bado hajathibitishwa rasmi. Isaac anasema Simba yangu ubingwa bado sana, viongozi waungane kwanza, bila hivyo hakuna ubingwa. Wakati mwingine wao anasema bwana, ukiona sehemu mambo hayaendi, angalia juu, angalia uongozi. Uongozi unajua kuna namna fulani unakuwa unaathiri huku chini. Japokuwa unaweza ukachukulia poa ukaona kazi zinaenda, lakini uongozi unamata. Hiyo ni katika kile kipengele cha mjadala wa siku, ambapo tumeangalia Azam FC, huu ndio mwaka wa kuvunja utamaduni wa Simba na Yanga. Tumeangalia vitu ambavyo Azam ikiweza kuvifanikisha, basi ina uwezo wa kubadilisha kabisa historia. Na kama ikitokea Azam wakawa bingwa, wakachukua ubingwa, basi ushindani wa soka Tanzania utakuwa ni mkubwa zaidi. Maanake zitakuwa ni timu 3 ambazo zinapambania, zinashindana, kila moja ikiwa inajiona ni kubwa kuliko mwenzake. Tugeukia sasa katika kile kipengele cha mchezaji wa siku. Mchezaji wa siku hapa nitamzungumzia Omar Farouk Komara. Jina lake halisi ni Omar Farouk Komara, taifa lake ni Ivory Coast. Amezaliwa tarehe 19 Novemba mwaka 2000. Ana umri wa miaka 25. Urefu wake ni takriban sentimita 184. Nafasi anayochezea uwanjani ni beki wa kati, yani center back. Na mguu anaotumia zaidi ni mguu wa kulia. Asubuhi kuna mtu aliniambia, akasema yani kwa msimu huu hapa tutarajia mabao mengi yakifungwa kwa mabao ya kichwa zaidi, kwa sababu wachezaji wengi ni warefu. Tukiangalia Omar ni mchezaji wa aina gani? Huyu ni mchezaji ambaye ametambulishwa na klabu ya Yanga, ametambulishwa na klabu ya Yanga jana. Komara ni aina ya beki wa kati mwenye nguvu za mwili, anayependa kucheza kwa ukaribu na mshambuliaji wa kushinda mipira ya juu, na anaweza pia kutumika kama kiungo mkabaji katika baadhi ya mifumo. Sifa zake kubwa, kwanza ni nguvu kwenye mipira ya juu. Urefu wake unampa faida kwenye kona, mipira ya adhabu na mipira mirefu kutoka nyuma. Sifa yake ya pili ni uwezo wa kukaba. Ana uwezo wa kufunga njia za washambuliaji, ana uwezo wa kupambana moja kwa moja, yani 1 versus 1, na ana uwezo wa kusoma hatari kabla haijatokea. Sifa yake nyingine, kuanzisha mashambulizi. Sio beki tu wa kuondoa mpira tu, ana uwezo wa kuanzisha mchezo kutoka nyuma kwa pasi. Kwa hiyo tukiangalia takwimu za kiufundi za huyu mchezaji, kukaba tunampa nyota 4, mipira ya juu nyota 4, nguvu ya mwili nyota 4, kasi tunampa nyota 3, pasi kutoka nyuma tunampa nyota 4, na uwezo uwanjani tunampa nyota 3. Nguvu za Omar, ana uimara wa mwili. Komara si rahisi kushindwa kwenye mapambano ya nguvu.
Nguvu yake nyingine ni nidhamu ya nafasi. Anaelewa muda wa kutoka kumkabili mshambuliaji na muda wa kubaki nyuma. Na nguvu yake ya tatu, ana uwezo wa kucheza kwenye pressure. Amecheza katika ligi za Afrika zenye ushindani kama Morocco na Afrika Kusini. Mapungufu yake, kasi dhidi ya washambuliaji wepesi. Kodi na wapa wana Simba ile siku ya dabi, na wapa kodi ya huyu mchezaji wa Yanga. Mapungufu yake ni kasi dhidi ya washambuliaji wepesi. Anaweza kupata changamoto akikutana na washambuliaji wenye kasi kubwa wanaocheza mipira nyuma ya mabeki. Na pungufu lake ni jingine ni kujenga mashambulizi ya kasi. Anahitaji kuwa na maamuzi ya haraka zaidi anapokuwa chini ya presha kubwa. Na upungufu wake wa mwisho ni uzoefu wa kiwango cha juu Afrika. Bado anahitaji kuthibitisha zaidi kwenye mechi kubwa za CAF. Uzoefu wa vilabu Simple anasema kipindi kimebamba kweli kweli. Asante sana. Uzoefu wa vilabu, Komara amewahi kucheza katika mazingira mbalimbali Afrika, ikiwa FAR Rabat, La Montville Golden Arrows FC. Pia ametoka kwenye mfumo wa soka wa Ivory Coast. Akijiunga na timu kubwa Tanzania, ni kwamba kama angekuja kucheza NBC Premier League anaweza kusaidia kwa kuongeza nguvu kwenye ulinzi, kushinda mipira ya juu dhidi ya washambuliaji wakubwa na kuleta utulivu kwenye safu ya nyuma. Atahitaji kuongeza kasi ya maamuzi, kuzoea kasi ya ligi Tanzania na kujenga maelewano na beki mwenzake. Kwa hiyo kwa kuhitimisha katika hichi kipengele cha mchezaji wa siku, kipengele cha fahamu mchezaji, Omar Farouk Komara ni beki wa aina ya stopa, mwenye nguvu, urefu na uwezo wa kupambana. Si beki wa starehe sana wa kucheza mipira kama kiungo, lakini ni mlinzi anayependa kazi ngumu na kulinda lango. Kwa hiyo rating yangu ambayo ninampa huyu mchezaji ni 7.5 ya 10. Aina yake ni beki wa nguvu, ukijumlisha na ulinzi wa karibu, ukijumlisha na mipira ya juu, unapata beki matata. Kwa timu inayofuata, beki wa CAF mwenye nguvu na uzoefu wa Afrika, Komara ni aina ya mchezaji anayefaa. Kwa nini Yanga Sports Club wameamua kumsajili Farouk Komara? Kama kweli Yanga wameamua kumuongeza Omar Farouk Komara kwa sababu inaonekana ni kutafuta utulivu wa nguvu na kutafuta utulivu na nguvu zaidi kwenye safu ya ulinzi, hasa kuelekea katika mashindano ya ndani ya CAF. Na Yanga imekuwa ikijenga kikosi chenye ushindani mkubwa kwa msimu mpya, ikiongeza wachezaji wa kimataifa katika maeneo tofauti ya timu. Kwa hiyo alichokuja kukifuata Yanga ni kuongeza nguvu kwenye ulinzi wa kati. Yanga imekuwa na hitaji la kuwa na beki ambaye ana nguvu kwenye mapambano ya mwili, anaweza kucheza dhidi ya washambuliaji wakubwa na ana uwezo wa kuzuia mipira ya juu. Komara anaonekana kuwa beki aina ya stopa, mchezaji anayependa kushinda dua na kulinda eneo lake. Changamoto za CAF Champions League ni kwamba sababu kubwa inaweza kuwa mashindano ya Afrika. Katika CAF washambuliaji wengi wana kasi na nguvu, timu zinatumia sana mipira mirefu na ya kutenga, na makosa madogo kwenye ulinzi yanaweza kuondoa timu. Kwa hiyo Yanga inahitaji mabeki wenye uzoefu, mabeki warefu na mabeki ambao wana uwezo wa kucheza kwa pressure. Komara anaweza kusaidia kwenye maeneo hayo. Abu anasema unajua sana bimdada, nina zawadi yako. Asante sana Abu. Jambo jingine ambalo Komara amekuja kulifanya Yanga ni kuongeza ushindani ndani ya kikosi. Yanga tayari ina mabeki wenye uwezo, lakini ushindani ni muhimu. Mchezaji mpya akija, beki wa zamani anapata pressure ya kuboresha kiwango. Na hii ni kawaida. Hivi wewe hicho unachokifanya, labda umeajiriwa alafu unaona kuna mtu mwingine ameletwa kwenye ile department yako, alafu anachotakiwa kufanya ni kile unachokifanya. Hapo lazima uongeze tu juhudi kwamba yani lazima ujitengeneze wewe kuwa bora. Kama jana ulikuwa bora, basi leo uwe bora zaidi. Kwa hiyo mchezaji mpya akija, pia kocha anapata chaguo nyingi za mifumo na timu inakuwa na mbadala wakati wa majeraha au kadi. Mtu ameumia, mchezaji ameumia, amepata changamoto, hamuwazi kwamba mechi ya leo fulani hayupo basi inakuwa ni balaa. Hapana, mnakuwa mna machaguo. Kitu kingine alichokuja kukifanya Yanga ni kufaa kwenye mfumo wa kocha.
Mankoba. Kwa timu inayotaka kumiliki mpira, kujenga mashambulizi kutoka nyuma na kucheza mechi nyingi, inahitaji beki ambaye si mkabaji tu, bali pia beki ambaye anaweza kutoa pasi salama, beki ambaye anaweza kuanza mashambulizi, na beki ambaye anaweza kutulia akiwa na mpira. Faida ambazo Komara anaweza kuwapa Yanga: kwanza ni ulinzi. Anaweza kuongeza uimara wa mistari ya nyuma. Hapa tunampa nyota 4. Nguvu za mwili tunampa nyota 4 vile vile. Anafaa wapinzani wanaocheza nguvu. Mipira ya juu anaweza kuwa msaada kwenye kona na mipira ya adhabu. Hapa vile vile tunampa nyota 4. Anahitaji kuonesha uwezo wake kwenye presha kubwa ya Tanzania na CAF. Kwa hiyo maswali makubwa kwa Komara: ataweza kuendana na kasi ya NBC Premier League? Ataweza? Ataelewana haraka na mabeki wenzake? Haya ni maswali ya kujiuliza. Na je, atakuwa na utulivu dhidi ya washambuliaji wenye kasi kama Simba na Azam? Kwa hiyo kwa kuhitimisha hapa katika kipengele cha fahamu mchezaji, ni kwamba Yanga haijamsajili Komara kwa sababu tu ya jina lake, bali kwa sababu inahitaji kitu ambacho kila timu kubwa Afrika inatafuta: beki mwenye nguvu, anayeshinda mipira, mwenye uwezo wa kupambana kwenye mechi ngumu. Kama ataingia vizuri kwenye mfumo, anaweza kuwa mmoja wa nguzo muhimu za Yanga, hasa kwenye mechi kubwa za Simba, Azam na CAF. Swali linakuja, tukifunga huu mjadala, je, Komara anaweza kuwa beki bora zaidi ya Yanga kuliko Mwamnyeto, au bado anatakiwa kuthibitisha kwanza? Kwako wewe unalionaje? Au tumpe muda basi aingie uwanjani acheze, alafu tuone matokeo. Isaac anasema Simba yangu ubingwa bado sana, viongozi waungane, okay. Jamani, imenikimbia. Viongozi waungane kwanza. Bila hivyo hakuna ubingwa. Isaac anasema ni kweli, maana baba na mama wakiwa hawako sawa, basi usitegemee watoto kuwa katika malezi bora. Ama kwa hakika. Jonathan anasema Azam kuwa bingwa kwa ligi yetu ni vigumu mno. Niko hapa Kilimahewa, Mwanza. Golgota anasema wa GGM Unit Geita, Tanzania, anasema Azam FC hawana uwezo wala hawawezi kuvunja utamaduni wa Simba na Yanga, maana Azam ni ile leo kesho daima. Mbona umewamalizia mpaka kesho na daima jamani? Golgota. Michael anasema ndio, akishinda hizo mechi mbili atakuwa amejiweka vizuri tu. Asitufunge Yanga asitufunge Yanga na Simba tu. Hakuna timu hizo zingine zinamwaibisha. Achukue tahadhari kwa kila mchezo asipoteze. Okay? Michael anasema kwa sifa hizo alizonazo anaweza kucheza Yanga, na mapungufu alikuwa nayo yatabadilishwa na pressure ya mashabiki. Kweli kabisa, maana unajua kuna sehemu ukienda bwana, yani mazingira yenyewe yanakubadilisha tu, yani moja kwa moja yanakubadilisha. Okay, dakika 24 zimeondoka baada ya 6 kama